Kwa babu, Ndio. hivi ni kweli mtu unaweza ukazaliwa tu tangu utotoni kwamba wewe una dalili za umaskini? Hapana, umaskini unaletwa na sisi fikra potofu, kwa sababu hakuna mtu mmoja, hata mtu mmoja dunia hii aliozaliwa hata na shilingi 100 mfukoni akatoka kwenye tumbo la mama yake na shilingi 100, hayupo. Kwa hiyo hivi vitu vyote ni vitu vya dunia ambavyo ametumbia Mwenyezi Mungu tuvitawale sisi binadamu. Sasa inakuwaje wengine wanakuwa maskini, wengine matajiri? Shida ni moja tu iliyokuwepo. Aliyekuwa tajiri anaweza kufikia mahala akajimeki, akajinyima. Wanaojinyima ni wachache, hata wanaofunga ni wachache. Sasa kuna mali zingine zinapatikana kwa njia ya kutoa kafara. Hapana, mali haipatikani kwa njia ya kutoa kafara. Mali inapatikana kwa kitu kimoja tu, kuamini kwamba hiki ambacho naweza kukifanya Mungu atanisaidia. Maanake biashara zako ziweze kuendelea vizuri, kama una wateja, kama huna wateja waweze kujaa zaidi, kama kipato ni kidogo kiongezeke zaidi. Na wewe bahati nzuri sana, akili yako sasa unataka uweze kutunza pesa hiyo ambayo unaweza kuipata. Sasa dokta, Ndio. kuna watu wanalalamika, unakuta ana uwezo wa kupata milioni 100 leo, Ndio. lakini ndani ya wiki moja hana kitu. Hiyo shida ni moja tu ambaye anaweza kusumbuka yeye. Kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba ni mtu ambaye anafikia mahala anawaza kwamba nikipata milioni 100 mimi nitafanya 1 2 3. Anaweka mipango mbele sana, anaacha mipango ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio shida yake. Kwa anajikuta ile pesa ametumia yeye kijinga tu, imeisha, alafu yale ambayo anaweza kukusudia hajaweza kuyatimiza kwa sababu hajamtanguliza Mungu mbele kwanza. Sasa unamsaidiaje mtu kama wewe? Mtu wa kumsaidia kwa namna hiyo ni mtu mmoja tu wa kuweza kufanya. Unaweza kufikia kwa imani yake, unaweza kumwambia bwana, nakutengenezea hiki kitu uweze kufikia mara, uweze kuhangaika ili mradi uweze kupata msaada wako, lakini ukiwa unaweza kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa dini yako, kama ni Mkristo nenda kanisani, kama ni Muislamu nenda msikitini, fanya ibada, toa fungu la 10, fanya 1 2 3, vikapanda vikashuka, lakini mwisho wa siku kwa imani yake ataweza kufanikisha akiwa natunza hiyo pesa. Hakuna pesa ambayo inaweza kutoka tu hivi hivi ukasema mtu amekuletea pesa tu hivi, hapana. Kuna kitu kimoja kilichokuwepo. Mimi sitaki niwadanganye wa Tanzania hata siku moja kwamba eti pesa unaweza kupata tu hivi, majina yanakuletea pesa, nakuletea pesa ya kuendea wapi bwana. Kilichokuwepo kitu kimoja, tunaweza kutumia mitishamba kuweza kufikia mahala kunawilishisha nyota, kunawilishisha. Sijui kama watu wananielewa vizuri. Mimi dokta nazungumza kunawilishisha, kuipakaza nyota mafuta. Kama ukienda kusoma